Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hichi cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani atazungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati ambapo atakuwa na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mnamo kesho Jumatano, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwa na mkutano na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo inadaiwa kwamba atampigia simu hapo hapo Rais wa Urusi Vladimir Putin wafanye mazungumzo juu ya namna ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Rais huyo atakutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kandoni mwa mkutano wa Jumuiya ya Kujihamia NATO mnamo Jumatano alasiri, huku juhudi zikiendelea kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Afisa mmoja wa Marekani amesema Trump pia atawasiliana na rais huyo wa Urusi Bwana Putin katika kikao hicho ambacho atakutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rais Donald Trump wa Marekani atampigia simu Vladimir Putin ili wafanye mazungumzo, wakati ambapo Rais wa Ukraine Zelensky atakuwa anasikia moja kwa moja nini ambacho kinaelezwa katika simu hiyo. Hata hivyo, katika mkutano huo wa NATO, Ukraine itapokea ahadi mpya ya msaada wa kijeshi wenye thamani mabilioni ya euro kulingana na msemaji wa serikali. Trump pia anataka kukutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mazungumzo ya pande mbili mnamo Jumanne ya leo jioni baada ya kuwasili Ankara. Mbali na mkutano wa Zelensky siku ya kesho Jumatano, Rais Trump pia anataka kufanya mazungumzo na Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa. Trump amepangiwa kuondoka Ankara kurejea Washington Jumatano jioni, huku akiendelea kuhakikisha kwamba mashambulizi kati ya Urusi na Ukraine yanakoma. Ikumbukwe wakati huu bado kumekuwa na mapambano makali kati ya Urusi na Ukraine, huku idadi ya watu wengi zaidi wakiuawa katika mapambano kati ya Urusi na Ukraine. Shambulizi la Urusi dhidi ya Kiev huko Ukraine limeua watu 11. Mnamo jana Jumatatu, watu wasiopungua 11 wameuawa na makumi wamejeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na drone dhidi ya mji mkuu wa Ukraine wa Kiev. Hii ni mara ya tatu mfululizo ambapo mashambulizi hayo yalianza mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita, ambapo idadi ya watu wanazidi kuuawa nchini humo. Watu 11 wameuawa mnamo siku ya jana na makumi wamejeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora pamoja na drone katika mji mkuu wa Ukraine Kiev. Chenko, afisa wa jeshi la Ukraine mjini Kiev, amesema watu 10 wameuawa huko Kiev na mmoja katika mji wa Bucha, huku zaidi ya watu 60 wakijeruhiwa. Majengo kadhaa ya makazi yaliharibiwa na moto kuzuka katika maeneo tofauti ya jiji hilo. Msemaji wa huduma ya dharura mjini Kiev Pavlo Petrov amesema operesheni ya utafutaji na uokoaji bado inaendelea. Kama mnavyoona, uharibifu ni mkubwa sana katika jiji lote la Kiev. Waokoaji pia wanaendelea na shughuli zao katika wilaya za Holosivik, Obolensky, Darinsky na Podilsky, anasema msemaji wa huduma za dharura. Rais Zelensky amesema alikuwa ametahadharishwa na idara za kijasusi kuhusu shambulizi hilo kubwa linalozidisha mzozo na Urusi kabla ya mkutano wa Jumuiya ya Kujihamia NATO unaotarajiwa kuanza siku ya leo Jumanne huko Ankara nchini Uturuki. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi na nishati nchini Ukraine. Hata hivyo, simu ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati wa uwepo wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni katika mpango wa kuhakikisha kwamba Zelensky asikie yale ambayo yatazungumzwa katika mazungumzo hayo, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ataeleza. Hata hivyo, haijaelezwa kutoka nchini Urusi juu ya simu hiyo kwamba wa Urusi wamekubaliana na mpango huo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.